Na kama tulivyosema hapo awali kwamba tunapata fursa nyingine tena ya kuweza kukutana na wadau kutoka Wizara ya Elimu, na wao watatujuza namna gani tunaweza kupata fursa mbalimbali za kuweza kuongeza elimu katika nchi za nje. Na hapa katika jopo letu la siku hii ya leo tuko pamoja na Dr. Othman Ahmed. Huyu yeye ni afisa mwandamizi idara ya elimu ya juu, lakini pia hayuko peke yake, ameambatana na Clement Sanga, naye ni afisa mwandamizi idara ya elimu ya juu. Karibuni sana. Asante sana Felicia. Naam, moja kwa moja baada ya makaribisho pengine mazungumzo yetu yalikuwa nasubiriwa kwa hamu kubwa sana na wadau wa elimu na wale ambao wanataka kufahamu kuhusu masuala ya ufadhili wa elimu nje ya nchi. Tukianza na Clement Sanga hapa, kwanza tuzifahamu ni fursa zipi hizo za ufadhili ambazo zinatolewa na Wizara ya Elimu nje ya nchi? Asante sana Mponda. Wizara ya Elimu inatoa fursa mbalimbali za ufadhili nje ya nchi kwa kushirikiana na nchi rafiki. Tunazo nchi mbalimbali duniani ambazo tunashirikiana nazo kutoa ufadhili kwa wanafunzi katika ngazi mbalimbali za elimu, kuanzia shahada ya kwanza mpaka shahada ya uzamivu. Kwa hiyo tunazo nchi ambazo zinatoa ufadhili, na ufadhili huu umegawanyika makundi mawili. Upo ufadhili ambao ni ufadhili kamili ambao unagharamia kila kitu. Mwanafunzi anagharamiwa kila kitu, kuanzia tiketi ya ndege mpaka kuishi kwake, kila kitu akiwa masomoni. Lakini upo ufadhili ambao huwa unatolewa ambao tunasema ni ufadhili nusu, partial scholarship, ambao ufadhili huu unalipia baadhi ya gharama. Kwa zipo nchi ambazo tuna mahusiano nazo ambazo zinatoa ufadhili kamili. Nchi kama Uingereza kupitia Commonwealth Scholarship ambazo zinatolewa kwa nchi za Jumuiya ya Madola. Tunao ufadhili kwa mfano wa kutokea Hungary ambao unalipia karibu kila kitu kwa wanafunzi, lakini tuna ufadhili kutokea China unagharamia karibu kila kitu kwa wanafunzi wanaosoma nje ya nchi. Kwa hiyo wanafunzi anaweza kwenda kusoma program mbalimbali. Zipo program ambazo zipo kulingana na mikataba ambazo tunazo na nchi hizo, lakini zipo program ambazo ziko huru, mtu anaweza kuomba kitu chochote anachotaka kwenda kusoma, kama ni shahada ya kwanza, kama ni shahada ya umahiri au shahada ya uzamivu. Kwa hiyo zipo hizo ambazo ni full scholarship ambazo tuna mahusiano na hizo nchi ambazo zinatoa. Kwa mfano zipo nchi za Afrika pia, kwa mfano nchi za Algeria na nchi zingine ambazo pia zinatoa partial scholarship. Urusi kwa mfano inatoa partial scholarship ambapo inagharamia baadhi ya gharama kwa Watanzania wanaokwenda kusoma Urusi. Kwa sasa Urusi inatoa kwa mfano nafasi 150. Ni partial scholarship. Wanafunzi wanaweza kasoma kitu chochote kile Urusi, kuanzia shahada ya kwanza mpaka PhD, nafasi 150. Ni partial, kwa hiyo watu wengi wanaendelea kuziomba hizo, lakini zipo zile ambazo ni full scholarship na zinaratibiwa moja kwa moja na Wizara ya Elimu, kwamba waombaji wanaomba moja kwa moja kupitia Wizara ya Elimu. Lakini zipo scholarship zingine ambazo zinatolewa na Tanzania, sio na nchi rafiki. Zinatolewa na Tanzania kwa Watanzania kwenda kusoma nje ya nchi. Kwa sasa tunazo kupitia Samia Scholarship Extended, ambapo Watanzania wenye sifa waliofanya vizuri kwenye masomo ya sayansi na hisabati, specifically physics na hisabati, waliofanya vizuri kidato cha 6 wanapewa hizo fursa kwenda kusoma kwenye vyuo vikuu bora duniani. Kwa hiyo huo ni ufadhili ambao unaitwa Samia Scholarship Extended ambao unatolewa kwa Watanzania wanaokwenda kusoma nje ya nchi. Lakini ipo Samia ambao Watanzania wanasoma ndani ya nchi, nayo ni kwa masomo hayo ya sayansi. Na matumaini kabisa mtazamaji ambaye anatuangalia, baada ya kuweza kusikia hizi fursa zote ambazo zinapatikana, lakini pia katika sekta mbalimbali au katika pia daraja mbalimbali, labda mtu angeweza kujua anaweza kupata wapi kuweza kuona hizi fursa, lakini pia vigezo ni vipi akitaka kupata taarifa zilizo sahihi. Nije kwa daktari hapa. Asante mtangazaji. Kama alivyotangulia kusema mwenzangu Clement Sanga, amezitaja fursa ambazo tunazo katika nchi rafiki na ametaja ambazo ni full scholarship ambazo ni ufadhili kamili, lakini kuna hizi ambazo ni ufadhili nusu. Ningependa labda nizungumzie hizi za ufadhili kamili kwa upande wa China.
China tuna scholarship inayoitwa CSC, China Scholarship Council, ambayo hii inatolewa na serikali ya China kupitia Wizara ya Elimu chini ya baraza ambalo ndo hili linaitwa Baraza la Ufadhili la China, China Scholarship Council. Ufadhili huu kama mwenzangu alishatangulia kusema ni wakamili, yani unagharamiwa kila kitu, kasoro nauli ya ndege wakati wa kuondoka kwa scholarship ya CSC. Okay. Lakini unapewa fedha ya kujikimu, bima ya afya na baadhi ya stationery. Tukija kwenye swala lako mtangazaji, ni utaratibu upi ambao unatumika kupata hizi scholarship? Kwanza, utaratibu mzuri ni kutembelea tovuti, utembelee website ya Wizara ya Elimu, especially hasa kwenye hii scholarship ya China. Pia ni muhimu kwa umma wa Tanzania wakajua ni kipindi gani hasa. Kwa kawaida scholarship ya China inatolewa kipindi cha tarehe 1 Disemba kila mwaka na mwisho ni tarehe 1 Februari kila mwaka. Kwa hivyo kuanzia Disemba mpaka Februari. Na ni ngazi zipi? Ngazi zinazotolewa ni kuanzia shahada ya kwanza, shahada ya umahiri kwa maana ya master's degree na shahada ya uzamivu kwa maana ya PhD. Hizo ndo zinazotolewa. Sasa ni vigezo vipi muhimu? Hili nalo ni muhimu kwa umma wa Tanzania wakaelewa kwamba ni vigezo gani sasa muhimu. Cha kwanza ni uraia. Lazima uwe Mtanzania. Uwe Mtanzania. Cha pili tunatizama umri. Kwa shahada ya kwanza ni kuanzia miaka 18 mpaka 25 waombaji. Kama unaomba shahada ya kwanza, umri wako ni uwe kuanzia miaka 18 mpaka 25. Kwa wanaomba shahada ya umahiri kwa maana masters, umri ni kuanzia miaka 18 mpaka 35. Na kwa wanaomba shahada ya uzamivu kwa maana ya PhD, umri wao ni kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 40. Hicho ni kigezo cha pili, umri. Kigezo cha tatu ni uwe umejaza fomu online. Na katika kujaza fomu online utatakiwa upakue au udownload fomu ya afya kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya ambao mwanafunzi utatakiwa uende nayo hospitali, utajaza, of course iko kwa Kiingereza. Halafu watajaza madaktari baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Ya 4 utatakiwa tumesema umri, uraia, ufaulu. Ufaulu mzuri, kwa sababu mchakato huu unapitishwa wizarani, na mwenye ufaulu mzuri bila shaka, kwa sababu competition ni kubwa, ushindani ni mkubwa, kwa hivyo mwenye ufaulu mzuri anapata kipaumbele kuanzia ngazi zote, ngazi ya shahada ya kwanza, shahada ya pili na shahada ya umahiri. Kwa hivyo ufaulu mzuri ni muhimu. Ya 5, kuna kitu sasa hivi kinaitwa pre-admission, yani uwe umepata umedahiliwa, yani umepata admission katika chuo kabla ya kwenda. Hii inatusaidia na inaturahisishia sisi na hata wa China kujua kwamba huyu amekidhi vigezo vya kusoma kozi hii kwenye chuo hichi, na hii inakazia sana, ni muhimu sana kabla hujajaza na ukaomba, ili angalau uingie kwenye mchakato, basi uwe una pre-admission. Unaweza ukawa una ufaulu mzuri, kwa mfano ndugu Mponda, unaweza kuwa na ufaulu mzuri kunishinda, lakini huna pre-admission, na mimi ufaulu wangu sio mzuri kukushinda wa kitaaluma, lakini na pre-admission inajulikana kwamba ndugu Mponda tunampeleka China Normal University, lakini huyu akipata tunampeleka wapi? Hajapata chuo. Kwa hivyo unaona hicho kigezo ni muhimu. Kwa hivyo vigezo hivyo hapo. Sawa. Dokta,
Naam. Umetaja kigezo cha namba 2 hapo, kigezo cha umri. Mimi umenitoa hapo umri, hizi hazinihusu. Mlifikiria nini bwana? Mbona kwenye umri wa miaka 18 kila sifa imeanzia hapo mpaka, lakini wenye umri wa kuanzia 40 kuendelea umeachwa? Hivi ni vigezo ambavyo vinatolewa na wafadhili wenyewe. Okay. Kumbuka mwanafunzi huyu anayepata hasomei ndani ya nchi, anaenda kusoma nje ya nchi. Okay. Na hivi vigezo kama nilivyotangulia kusema kwamba ufadhili huu unafadhiliwa na serikali ya China kupitia CSC, China Scholarship Council. Kwa hivyo wao wameweka vigezo vya umri. Okay. Labda Mponda, usipate wasiwasi, ukikosa China unaweza ukapata mahali pengine ambapo umri wako sio tatizo. Unaruhusu. Sasa hapo kwenye nimekuwa interesting sana kwenye mahali pengine kwenye mahali pengine hasa Uingereza na Hungary ambapo ulipataja huku ikoje, tufahamu kidogo. Uingereza na Hungary, sifa za jumla ni kama alivyozitaja Dr. Othman kwamba kwanza muombaji, kwamba sisi tunatangaza kwenye tovuti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini pia tunatangaza kwenye social media za Wizara ya Elimu, lakini pia vile vipeperushi tunazungusha mahali pengine popote pale. Na sasa leo tuko hapa Azam TV kuwajulisha Watanzania kwamba unaweza pia ukaomba huu ufadhili. Kwa hiyo hii ni moja ya strategy ambazo kuhakikisha kwamba tunawatangazia umma kujua kwamba wanaomba huu ufadhili. Ufadhili huu unatangazwa kwa nyakati tofauti. Kwa mfano wa Hungary kuanzia mwezi Novemba au Desemba pale mwanzoni unatangazwa mpaka Januari kule mwishoni. Kwa hiyo mchakato wa kuomba na zile tarehe za lini ufadhili unaanza na kuomba na lini unaisha, ukitembelea tovuti ya wizara tumeziweka scholarship zetu zote na muda wa kuomba. Kwa sababu, kwa nini muda wa kuomba? Kwa sababu kunahitaji maandalizi. Ufadhili unahitaji dokumenti nyingi ambazo mtu anapaswa kuwa nazo. Kwa mfano, Watanzania wengi unakuta hana passport. Passport ni miongoni mwa vitu ambavyo anatakiwa kuattach kama kigezo. Kwa hiyo lazima awe na ule mchakato. Sasa akipata tangazo limetangazwa leo, scholarship zinaisha mwezi ujao, anaweza akashindwa kwa sababu amekosa passport. Lakini ufadhili pia unahitaji, kwa mfano, mtu awe na supervisor, msimamizi, kwa mfano kwa ngazi ya PhD. Unapoomba kwenda kusoma Hungary au Uingereza, unapaswa uwe na msimamizi kwenye chuo ambacho umekiomba kwenda kusoma. PhD kwa mfano, hatuendi kusoma tu kama sekondari, unaenda lazima uwe mwalimu amekubali hicho unachotaka. Unatakiwa kuandaa pia research proposal, lakini pia unatakiwa kuandaa kueleza ile unachotaka kuenda kusoma kina manufaa gani kwa nchi. Kwa hiyo ni maandalizi ambayo yanahitaji muda wa kutosha. Kwa hiyo Mtanzania anapotaka kwenda kusoma Hungary, kwa mfano, Hungary wanasoma kuanzia shahada ya kwanza mpaka PhD. Tuna hizo fursa. Tuna nafasi 30. Kila mwaka tunapewa nafasi 30 kwa watu kwenda kusoma Hungary. Katika hizo nafasi 30, PhD ni 6 tu. Na masters na degree ya kwanza ni kama 17, na wengine kuna kozi ambayo ni combined inaitwa OTM ambayo mtu anasoma kuanzia shahada ya kwanza mpaka PhD. Mpaka masters. Okay. Kwa hiyo unakuta imeunganishwa pamoja. Kwa hiyo hizo nafasi 30 ni kwa ajili ya Watanzania, na kama tulivyosema lazima uwe na ufaulu mzuri. Sawa. Okay. Asante sana. Kwa kumalizia, ningependa kusikia kutoka kwa Dokta, ni changamoto gani ambazo Watanzania wengi wanazipata kwenye kuomba na au inakuwa ni chanzo kwa wao kukosa fursa kama hizi za kusoma hasa katika nchi ya China? Asante mtangazaji. Kwa ufupi sana, mengine ametangulia kuyasema ndugu Clement Sanga, lakini kuna changamoto ya kufuatilia taarifa sahihi, kuto kuandaa documentation, yani nyaraka zako. Ni vyema wanafunzi unapoomba uwe na vyeti tayari umeshavi-upload, umeviweka kwenye mfumo wa PDF, umeanza kufuatilia passport. Wakati mwingine hata passport sio shida sana kama vile nyaraka zako. Unakuta mtu anaomba lakini anafungua, anaingia, anatoka, lakini ha-upload kitu.
Kwa hivyo anashindwa kuendelea, lakini changamoto nyingine ni vijana kuwatumia kanjanja. Yani sijui tunaita vipi Mponda makanjanja, yani sijui vishoka au watu wa mtaani ambao wanawapotosha. Unakuta mtu anasema mbona mimi niliomba, nimepeleka maombi yangu, hakufanya yeye mwenyewe, amemwambia mtu niombee. Kwa hivyo natoa wito kwa Watanzania ili kukwepa changamoto hii wawe wanajiandaa kitayari. Lakini changamoto nyingine kubwa watangazaji na umma wa Tanzania, kama nilivyotangulia kusema, ni muhimu kuwa na pre-admission. Iombe mapema. Tumesema kwamba scholarship ya China inafunguliwa tarehe 1 Disemba, inafungwa tarehe 1 Februari. Leo tuko mwezi wa ngapi? Unaweza kuanza kumtafuta supervisor kwenye chuo, ukaomba, ukatuma dokumenti zako, ukatuma concept note yako, ukatuma proposal yako, akajua kwamba kuna Mtanzania fulani pahala fulani amepitia profile yangu ya chuo, ameona mimi nasomesha hichi, kwa hivyo nafaa, kwa mfano kwenye level ya shahada ya udaktari, kwa hivyo akajua kabisa. Kwa hivyo hata ikifunguliwa ni rahisi, unakuwa wewe umeshapata pre-admission, unaendelea na mchakato. Ukisubiri Disemba, nenda rudi mpaka uje upate, utakuwa umeshachelewa tayari. Mponda, shukrani sana. Hakika Watanzania wameweza kupata elimu ya kutosha. Kwa yule ambaye yuko nyumbani sasa, basi anataka apate vya China, anza maandalizi mapema Disemba mpaka Februari, lakini kwa wengine wanaanza Novemba mpaka Januari. Ni hayo katika Alasiri Lounge kutokea hapa tukiwa na wataalamu wetu kutoka Wizara ya Elimu. Ni hakika yetu umeweza kujifunza na kupata kujua namna sahihi za kupata fursa hizi za elimu. Langu jina Elesia Haule, nilikuwa na mwenzangu Jafari Mponda, lakini pia wageni wetu wa siku hii ya leo tulikuwa na Dr. Othman Ahmed pamoja na Clement Sanga. Asanteni sana. Asanteni sana.